Baraza la madaktari nchini KMPDC linachunguza kisa kingine cha utepetevu wa afya ambapo mtoto wa miezi 8 aliripotiwa kukatwa kidole akiwa anatibiwa katika hospitali moja ya kibinafsi hapa Nairobi. Hali hii ikisababisha kuoza kwa kidole cha mtoto huyo na baadaye kuwalazimu madaktari kukikata. Ode Francis ana taarifa hiyo kwa kina. Septemba mwaka 2025, mtoto Gloerin mwenye umri wa miezi 8 alipelekwa katika kliniki moja mtaani Umoja 3 kwa sindano aliyopaswa kupewa kwa siku 3, ila kilichotokea kilikuwa cha kushangaza. Nasa akachukua makasi akaanza kukata na hapa. So wakati alianza kukata hapa na mimi nimeconcentrate kwa mtoto. Mtoto alitoa tu sauti moja. Kuangalia chini, damu inamwagika. Bandage imeanguka, damu inamwagika, kidole hai. Baada ya siku 5, bendeji ilifunguliwa kidole cha mtoto na kidole hicho kikakatwa. Wauguzi walimuita daktari na walijaribu kushonelea kidole hicho. Nasa akaita another doc, wakakuja wakasaidiana naye, wakapigia mwenye hospitali simu, akakuja after 30 minutes, anaitwa Dr. Kevin, wakachukua hiyo kidole wakarudisha wakashonelea. So wakati walishonelea and it was done manually, hakuna hata dawa ya uchungu ilikuwa injected hapo. Mtoto aliporudi kwa uchunguzi, kidole kilikuwa kimeoza. Daktari walionya kuwa huenda hali hiyo ikasambaa hadi mkono mzima. Akasema hii kidole imeoza, imeanza kuinfect ingi, so inafaa ikuwe amputed ndio isi affect the whole hand. Hapo ndio mtoto wangu alifanyia unyama ya kukatwa kidole. Mamake alipiga ripoti katika kituo cha polisi cha Umoja na pia katika idara ya watoto, ila kufikia sasa hakuna mshukiwa aliyefikishwa mahakamani. Tulitembelea kliniki hiyo kutafuta majibu. Daktari aliyedaiwa kuhusika alisema, "Those are the allegations we hear from social media." Now, what is your side of the story? Now, from those allegations, I believe they were filed in the court. We have a demand letter. We responded. Tulielekea katika mahakama zote za watoto Makadara na Milimani, ila hakuna kesi yoyote aina hiyo ilikuwa imewasilishwa. Na mwenye alifanya hiyo unyama yuko tu, kazi yake inaendelea. Anafanya tu matibabu as usual. Wakati aliruka akaruka, kila kitu ikawa kwa. Ameniumizia mtoto, matibabu tena ikakuja ikawa kwa. Huku familia ikisubiri haki, baraza la madaktari KMPDC limesema limepokea malalamishi kuhusu tukio hili, ila taratibu rasmi hazijafuatwa. Ode Francis, runinga ya Citizen, Nairobi.